sehemu kubwa iliyomtaja na kumsifu imemtaja katika upande wa tabia. Wa innaka la'ala khuluqin adhim, kwamba wewe uko juu ya kilele cha tabia tukufu, pamoja na wingi wa elimu, lakini hakuna aya hata mmoja inayomsifu kwamba wewe unajua sana ukuti. Lakini utakuta anaambiwa aombe elimu, wa qur rabbi zidni ilma, lakini una elimu hakuna. Hata kuna sehemu, kuna baadhi ya aya utaona zinaonyesha kabisa kwamba yeye pamoja na elimu nyingi lakini alipokea, wa innaka latulaqqa alquran min ladun. Nimeanza hivi kuonyesha kwamba kama wanavyosema mashake zetu wa tasawuf kwamba mzunguko wote wa tasawuf ni tabia. Utakayemuona amekuzidi katika tabia, ujue ndio amekuzidi kwenye tasawuf, na ukiona alokuzidi kwenye tasawuf ndio amekuzidi kwenye tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile anasema, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Kwa hiyo dini hii ni tasawuf, makarim al-akhlaq. Nimeletwa kukamilisha maadili, nimeletwa kukamilisha tabia njema tukufu. Kwa hiyo soma utakavyosoma, elewa utakavyoelewa, ukikosa tabia alizokuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunasema kwa kinywa kipana, wewe hujauelewa Uislamu. Idhan, twendeni tukazisome tabia alizokuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukishazijua vizuri, kilichobaki sasa sisi twende tukaishi na watu kwa tabia zetu. Mtihani ule kuwepo sasa, hatuzisomi tabia zetu kama alivyozileta Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hata tukizisoma tabia zetu bado kuna tabu ya kuishi na watu kwa tabia zao, badala ya sisi kuwaonyesha wao tabia zetu. Sijui nirudia hapa. Unaweza kuwa umesoma vizuri tasawuf, naijua na makamati zake zote,